Huyu mtoto hapa alipo na miaka 6 tu, lakini Mungu amemjalia kipaji cha pekee. Yaani kwetu Tanzania tunaita masherifu ama waganga, yaani anaweza kuona jambo lolote, na mama yake anamtumia huyu kuingiza kipato. Siku moja bi mkubwa wake amepata ugeni wa mama wawili, yaani umama mumewe ameparalyze na anaumwa hoi taabani. Kwa hiyo akataka umama afanye mambo yake ili madi mumewe atoke katika koma ile. Dada alipobembelezwa sana akagwa mpunga mzito, na mwisho wa siku akaingia ndani hapa kumtaka mwanae aangalie, kitaka mwanae afanye mambo, na mwisho wa siku akamwambia, mwanangu, natumia nguvu zako mara ya mwisho tu, sitakuja kutumia tena. Baada ya kuangalia kitu gani ambacho kinamsumbua huyu mama, alitoka nje na kumpa majibu yake. Bwana wewe, nenda nyumbani kwako, mumeo tayari ameshapona. Mama akaona mume wangu malaya ashapona, laana ishamwisha. Mama kesi kama kapigwa vile. Mara ghafla anapokea simu yake, anaambia bwana, mume wako ambaye alikuwa katika koma nzito tayari ameshapata afueni na sasa hivi ni mzima wa afya. Mama kama amini hivi akarudi nyumbani kwake haraka na kuondoka. Siku hii hapa anaonekana mama amepiga mvinyo sana, ameelewa sana, kwa sababu kuna kitu kichwani kwake kinamsumbua. Yaani mwanae anajiuliza, nitaendelea mpaka lini kumtumia mwanangu kufanya shughuli hizi? Na hapa mtoto kama kuna maono yanayaona. Mara ghafla mwanga mkali wa taa unampiga machoni, na hapa tunamwona mwanadada akiingia akiwa amevaa scarf nyeusi na kutoa ishara yani ya udada ashambuliwe. Na kweli yule jamaa alimshambulia, na dada huyu akawa anajisikia faraja sana. Kumbe dada huyu naye vile yeye ni mganga wa kienyeji ambaye anahisi yeye biashara zake zinavurugika. Na huyu hapa anaitwa Chairman Jang Yon. Chairman Jang Yon yeye anafanya kazi na huyu mganga mwingine ambaye siku zote wanafanya kazi zao kwa pamoja. Yaani Chairman anapokuwa na matatizo madogo lazima amfuate kigagula chake. Wakaichoma nyumba yote kwa sababu wameupolewa nyama yao ambao hawakutaka nyama hiyo ipolewe. Lakini huku upande hapa mtoto huyu anapata mlango wa kutokea, na mwisho wa siku anaiona nyumba yao yote ikiteketea. Yaani kitu ambacho hakuamini, na mama yake ameshakufa. Miaka 10 kupita, Songjin ameshakuwa mwanadada sasa hivi, yani ni mtu mzima. Na hapa akiwa anapitia simu yake na kuipekua kampuni ya mtu mzima Chairman Jang. Songjin anaendelea kufuatilia kwa sababu bado ana hasira na uchungu na huyu mzee. Lakini hapa tunamwona Ripot Jong Hee akiwa anamchunguza mtu mmoja ambaye anasadikika na shahidi Jan Hee, yeye ambaye anajua taarifa zote za kampuni ya mtu mzima ambayo inaitwa Forest Green. Sasa akiwa hapa anamuoji kwenye mahojiano, mchizi anajingata-ngata, cha mbele anaweka nyuma, cha nyuma anaweka mbele. Yaani mchizi haeleweki. Mchizi alishatishwa, akaambiwa ukisema tu roho yako halali yetu. Na mchizi hapa akikumbuka kile kipigo ambacho amepewa, anashindwa kupata jibu. Na sio kama ajui alofanya ni nani, anajua kabisa alofanya kitendo hiki ni Chairman, lakini Chairman alimtisha fikali sana kutokana ana roho ya kishetani ama ana jini ndani yake. Akamwambia bwana, mimi mzee naogopa. Na kweli nimeambiwa nikisema hakika mimi nitauawa. Mchizi anaogopa kuuawa, na hapa ripota anachoka imadi kuandika, ataandika kitu gani? Mchizi bwana, usinilazimishe mimi, sio kwamba mimi sijui. Basi ripota alipokuja huko kwa jamaa zake kuja kushtaki vizuri, anaambia bwana, wewe hakika hujaja na ushahidi mzuri, kwa uwezo ukaishtaki kampuni yetu. Kama utapata lolote la kunaniu ambalo linaweza kutusumbua katika kampuni yetu, utakuja kutushtaki. Mchizi anaongea hapa kwa dharau na kiburi, yani kifua mbele, kwa maana huyu dada hakuna atachokiambua hapa. Dada kaona isiwe shida bwana, kama amesema sasa hivi sina cha kunania hapa, basi acha niendelee nifanye uchunguzi wa kina, nitakuja wakati mwingine. Dada akafunga mlango na akatipuka. Lakini hapa anakuja kwa mumewe anaitwa Sanjun yeye mume wake huyu dada ni askari polisi, na yeye ambaye anashughulika na kesi hizi kubwa za uhalifu. Yaani hizi ndo dili zake. Akamwambia mke wangu nitakusaidia bwana. Dada kaona bwana, kama mchizi unanipa faraja tu, unanitia nguvu, unanitia moyo. Dada kaona isiwe shida bwana, kunitia moyo hivi afu cha maana hakuna mtu hapo kilipo chiba, acha niondoke. Dada akajikataa. Dada alikuja huko mtandaoni na kuanza kufuatilia namna gani anaweza akajisaidia. Lakini hapa anamkuta mtu mwingine ambaye na yeye anaipekua hii Forest. Kwa hiyo kampuni ya director Chang Jion inajikuta inafuatiliwa na watu wawili ambao sasa hivi wa kwanza ni ule binti ambao familia yake yote imeteketezwa akiwa dogo, na huyu hapa mama anaendelea kufuatilia kwa sababu hii kampuni inaonekana na mambo mengi. Na kweli kwenye kuchati chato akapanga appointment ya kukutana. Dada akujua mtu gani akutana naye, akuta huyu mtu mbona ni mwanafunzi huyu mwanafunzi ana nini? Lakini hapa kinachomshangaza mkono wa binti ni kitu cha ajabu sana. Haya, dada akaona sio sisalao mtu sijibo bwana sikiliza, mimi najua vitu vingi kuhusu huyo Chairman. Dada akataka kujua, wewe unajua kitu gani kuhusu Chairman? Najua vitu vingi sana kuhusu Chairman, na hakika wewe hata wewe mtu ambaye umetoka kumfanyia uchunguzi
mimi nakwambia hana siku za kuishi, muda wote anakufa. Dada akaona haya mageni sasa, wewe utakuwa ni mchawi au mshirikina, kwa sababu unajua wasomi wengi hawaelewi masuala ya uchawi, wanakuwa hawaamini. Dada akataka kuondoka, na dada akazidi kujihakikishia, akamwambia sikiliza nikwambie, huyu mtu hana hata siku 3 kuanzia leo na muda wote atakufa. Dada akaona sio mambo mengi. Akifika hapa akajifikiria sana, na dogo huko anamcheka, anamwambia haya nenda ukajionee. Anakuja hapa anakuta mchizi uso kwa uso, lakini sidhani kama ni kweli, hii hapa itakuwa ni ndoto. Na kweli alishtuka hapo dada. Nikasema ghafla tu ashakutana. Lakini unajua tena masuala alipota asubuhi nini, ombea anakuta message kutoka kwa ule mchizi ambaye alikuwa anamfanyia uchunguzi kama anaondoka jijini Korea, na jambo ambalo hawakubaliana hivyo. Jamaa aliomba muda kidogo, akipata nafasi aje kutoa ushuhuda wote kuhusu mzee. Lakini hapa dada inabidi ampige simu, amwambie kwa nini sasa mwanangu unaniangusha, na hakika umeniambia utatoa ushahidi wote kuhusu Forest. Akasema sikiliza nani ripota, natamani kufanya kila kitu lakini nashindwa, mimi na maisha yangu na familia yangu naona wote wataingia hatarini, lakini sasa siwezi, tafadhali mimi siwezi mambo hayo. Lakini hapa nina neno tu moja la mwisho, kama inawezekana unaweza kanisikiliza nikwambie. Lakini ghafla ajalisema lile neno, na jamaa anajikuta ana paralyze. Yani ni kitu cha hatari na kitu cha ghafla cha ajabu, na mkono wake sasa unamwamuru aamrishe gari kurudisha nyuma, yani gari liliondoke kutoka juu ya daraja mpaka kwenye maporomoko. Na kweli mchizi yule Jong-hee ndio inakawa mwisho wake. Ripota baada ya kupata habari hili moja kwa moja akazama ofisini, akamkuta hapa director Jong-hee akiwa na mgeni, na mgeni huyu inasemekana akatoka kwa bosi mkubwa chairman, kama kuna hongo ambayo amekuja kugewa. Bwana sikiliza bwana, inabidi isili endelee kubaki asili. Mchizi kutokana na masuala ya hela, na yeye hela hana kibunda, ikabidi kidogo apoze mdomo wake na kutulia na kupokea hongo, na kwa sababu jina lake walishalijua wakampa flash pale za uongo na ukweli, ili mradi kuendelea kutuliza. Yani chairman Jong-hee ana mambo mengi ambayo anafanya kwa siri, na inasadikika chairman Jong-hee yeye ana nguvu za ajabu. Basi dada moja kwa moja akamfuata, akamwambia bwana sikiliza wewe, nimekuja hapa kufuatilia ushuhuda, ina maana mwenzio amekufa na wewe hakika utafuata. Jamaa anaambia bwana mimi siwezi kufa, wewe nife kwa namna gani? Hayo yote ambayo aliongea huyo jamaa si ya kweli, inabidi wewe ufuatilie ushahidi wako kama ushahidi na sio kuhisi tu mtu. Jamaa director baada kuona anafosiwa sana na ubibie ripota, ikabidi amkabe. Ripota anamwambia sikiliza, hakika nawe utakufa, hao watu wanakudanganya tu kwa hela zao. Jamaa anambia wewe sikiliza, unachokisema hakipo, umesikia? Fuatilia ushahidi wako kama wewe askari ama mtu ambaye anashughulikia masuala nani, usilete masuala tu ya ombea. Dada akatupwa chini, lakini hapa akakuta ile peni ile. Jamaa alipoiangalia akakumbuka maneno ya binti, anambia hakika utapoenda huko utakuta mtu alana, yani watu wawili wote watakufa na peni ndio ambayo atakukuta. Basi kweli dada akachukua ile peni akarudi nayo hapa, akamwambia bwana huyu mtu ambaye umesema na jina la Kichina ndio huyu hapa, na hii peni ambayo imeandikwa ni hapa. Basi dada akaiangalia, ikapiga bao vizuri. Alipopiga bao ikabidi amwambie hakika huyu mtu amebakisha muda mchache sana wa kufa. Dada aamini, akabaki tu anacheka kwa bwana mdogo mbona muongo, yani bwana mdogo anataka kama kawa nani, kila kitu anachokiongea ni muamini. Basi mchizi hapa akiwa tayari ameshagwa onyo na ile peni ishafunguka hapa, akiwa kuna vitu havielewelewi, akiwa iko ofisini, mara taa zinawaka zinazima, taa zinawaka zinazima, yani kama kuna jambo ambalo tofauti alielewi. Mara mwisho wa siku, mara ghafla anajikuta anaanza kupinda, yani kama mtu ambaye anamkunja mwili mzima, na mchizi alikata roho pale pale. Hapa habari zikaendelea, na mwisho wa siku maaskari wakataka kuchunguza namna gani huyu marehemu alipokufa, yule mumewe na yule binti ambao ni ripota. Wakaifuatilia ile video, wakaangalia, wakaona mbona kafa haraka au ni mtumiaji wa madawa ya kulevya. Unajua serikali zote haziamini masuala ya uchawi. Na walipoangalia mtu gani wa mwisho kwenda kumuona ujamaa, walimkuta yule ripota. Wakaona huyu ripota atakuwa na matatizo. Basi mume akampigia simu demu wake bwana. Na alipompigia simu maaskari wakamzunguka, kwa kuwa tayari walimuona kama mtumiwa, akaingia naye moja kwa moja kwenda kufuata nini, mahojiano, kutaka kidogo ushirikiano wa kesi hii. Kwa nini ulienda kumuona marehemu kabla ya kufa? Akaambia hakika mimi nafuatilia kesi fulani bin fulani ambao katika kule kampuni yao. Basi wakaona kweli ninachokiongea, na kwa sababu yeye ni shughuli zake hizi, ikabidi uangalie namna gani ya kumbana na si tena kuendelea kumshikilia, kwa sababu wote wanafuatilia kitu kimoja, ila vitengo tu tofauti na kila mtu na kitongo chake. Hapa bwana akamwambia bwana, huku sikuingia kwa sababu marehemu inasadikika kafa katika masuala mengine, yani mwili wake hauna kitu chochote. Basi bidada akakumbuka tena mtoto alivyomwambia hakika huyo mtu atakufa ghafla tu, na sasa kuna mambo mama anaanza kumchanganya, yani kama kuna maneno bwana mdogo akiongea yule binti yanamwingia kichwani. Lakini hapa kuna mshapukuna ambao alipata siri kwa wenzie, bwana marehemu kafa kama kanyongwa, yani kafa ghafla tu, lakini jinsi alivyokufa alikuwa anakufa kama ana shake Michael Jackson, yani mtu ambaye alikuwa na uchawi. Basi jamaa kupata ripoti zile moja kwa moja kupeleka kwa mkulu. Bwana angalia mwili wa marehemu jinsi ulivyokufa, yani picha zote za maiti zikapigwa. Na hapa mtu mzima akajua chairman kama huu sio kitu cha kawaida bali ni ushirikina. Akamwambia akaomba apigiwe
yule mganga wake Song Jinkang ili mradi aweze kuja haraka sana. Song Jinkang kweli alipigiwa na kweli akafuatwa, kama bwana mkuu, nitakuja haraka sana kuja kuangalia huyo mtu kafaje. Bwana we, hiyo ni episode 1. Tukutane katika episode 2. Usisahau kusubscribe, kulike pia kucomment. Chao, tukutane katika goma linalofuata.